Paulo Mpalango alikuwa mshtakiwa wa pili kwenye ile kesi ambayo walikuwa wameshtakiwa na ile kesi ya Nifa. Ndio. Walikuwa wameshtakiwa 22. Nifa alikuwa wa kwanza, wa pili alikuwa Paulo Mpalango. Siku anakamatwa, mimi binafsi nilikuwa niko Dodoma kwa ajili ya shughuli nyingine za kimahakama. Nilikuwa na wakili mwenzangu anaitwa Ikoti Mugwai Lissu. Ndio. Nikapata taarifa saa 7:29 za asubuhi. Maana huwezi kusema tena ni usiku, si nishamkia siku ya Alhamisi. Ndio. Nikapata taarifa, nafikiri yeye Paulo mwenyewe alipata namna ya kunitumia message pengine wakati wanamkamata. Kwa akatumia message kwamba Kibatala, mimi ni Paulo Mpalango, nimekamatwa na polisi na wananipeleka kituo cha Central Police Station Dodoma na simu yangu inatakiwa kuchukuliwa. Bahati mbaya hiyo message sikuweza kuiona mpaka asubuhi yake, kwa maana kwamba ya Alhamisi ambayo ilikuwa tarehe 9 sasa. Ndio. Kwa baada ya kuiona nikampa maelekezo wakili Koti Lissu, akajaribu kwenda kufuatilia pale Central Police Station Dodoma. Ikashindikana kumuona nini huyo binti, lakini tukathibitishiwa kwamba yuko pale mahabusu, lakini juhudi zote za kuwasiliana na uongozi wa polisi mkoa kwa ajili ya kupata ruhusa ya kumuona ilishindikana, pengine kwa sababu kipindi hicho kulikuwa pia kuna ugeni wa uongozi mfano wa nchi Samia Suluhu Hassan alikuwepo huko. Ndio. Kwa walikuwa wako busy, pengine najaribu tu kuwaza nje ya box, maana walikuwa wanaingia na kutoka na kipindi hicho kuna huo ugeni. Kwa hiyo ni kwamba ikashindikana Alhamisi ya tarehe 9, ikashindikana tarehe 10 ya Ijumaa April, zote zikashindikana kumuona, lakini at least tukaomba basi ujumbe umfikie kwamba mawakili wake au wakili wake na tunaendelea kupambana. Jumamosi ya tarehe 11 tukapata taarifa kwamba anasafirishwa, na taarifa ambazo baadaye binafsi nilithibitishiwa na RCO wa Dodoma, mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Dodoma. Hatimaye nilimpigia simu na akapokea, akanithibitishia kwamba bwana huyu mtuhumiwa amesafirishwa kuletwa Dar es Salaam, na kwamba sasa atakuwa anashughulikiwa kupitia kwenye ofisi ya ZCO Zono Dar es Salaam Special Police Zone Crimes Officer, kwa kifupi au almaarufu ZCO. Kwa kanambia nifanye mawasiliano na ofisi ya ZCO. Na baadaye tulipo Jumapili ya tarehe 12 nikamtuma tena wakili Koti Lissu, akaenda kituo cha polisi cha Ng'ombe ambapo tuliarifiwa kwamba ndio tuhumiwa au huyu binti yuko pale. Tulithibitishiwa kwamba yuko pale, lakini ikashindikana kumuona kwa maelezo kwamba alikuwa anahojiwa siku hiyo. Sasa anahojiwaje bila wakili wake? Hilo ni swali ambalo labda uongozi wa jeshi la polisi unaweza ukaelezea, na pengine tutachakata mahakamani kama ambavyo nitakwenda kukubrief hivi punde. Kwa Jumapili ya tarehe 11 ikashindikana, tarehe 12 ikashindikana, tarehe 13 ikashindikana, 14 ikashindikana. Tunafanya mawasiliano na RCO wa Temeke, tunapata ahadi hii, njioni kesho saa 2 asubuhi, saa 3 mtamuona chini ya usimamizi wangu, lakini hilo halitimii. Of course baadaye nikaja kufahamu kwamba afande RCO alipata msiba akalisafiri, lakini bottom line ni kwamba ilishindikana sasa kumuona, lakini muda wote tumekuwa tukituma ujumbe kupitia kwa ofisi ya maaskari pale kwamba at least afahamu kwamba kuna watu wanafuatilia swala lake, maana akiwa kule ananyimwa haki ya kuonana na mawakili wake, ambao ni kitu cha ajabu kabisa. Yani ukiwasikia watu wanaongea huko kwenye vyombo vya habari utafikiri kweli wanatimiza masharti ya sheria, lakini practice imekuwa kidogo ngumu. Kwa tumejitahidi kuwa as patient as possible, lakini sasa tumeona kwamba this is too much. Kwa hiyo jana tarehe 16 niliandaa kwa hati ya dharura maombi ambayo ni maombi criminal application namba 8137/2026. Haya ni maombi yanaitwa kitaalamu habeas corpus. Habeas corpus ni maombi ya kisheria ambayo yanapelekwa mahakama kuu
dhidi ya taasisi za kipelelezi au zenye mamlaka ya kuwaweka watu ndani, maombi yao yakiwataka hao wahusika wafike Mahakama Kuu na mhusika ambaye yuko ndani ambaye hajafikishwa mahakamani kwa sababu ambazo hazieleweki. Kwa tumepeleka hayo maombi chini ya dharura, na anapoongea na wewe tumetoka kuwapa nakala wadaiwa wote ambao ni Inspector General wa polisi, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, ndio mkuu wa upelelezi wa mkoa wa kipolisi wa Temeke, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Tumewapa nakala ya maombi na amri ya Mahakama Kuu. Maombi haya yamepangwa kusikilizwa mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu saa 4 kamili za asubuhi, kwa maana Jumatatu, mbele ya jaji anaitwa Morris. Ndio. Kwa wanapaswa wahusika wote wao au wawakilishi wao wafike mahakamani mbele ya jaji Morris tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2026 saa 4 asubuhi, waje waieleze Mahakama Kuu kwa nini wamekaa na mtu huyu kwa siku 9 bila kumpeleka mahakamani. Vinginevyo baada ya kupata wito huo, basi wampeleke mahakamani mara moja, ili Jumatatu waje waseme bwana tushamfikisha mahakamani. Lakini otherwise wanapaswa kufika mahakamani, aidha wamlete Pauline Palangio Mahakama Kuu, waeleze walikuwa wanamshikilia kwa nini, mamlaka gani ya kisheria, wakati sheria iko wazi kabisa, au wampe dhamana. Ndio msingi, ndio essence ya maombi ya habeas corpus. Ndio. Kwa hiyo hapa ndio tulipofikia. Hatukuwa tumekaa kimya, lakini kama nilivyosema, tumeanza na hii safari huko awali kidogo, lakini sasa baada ya kuona kwamba tunagonga mwamba, hatupati ushirikiano, watu hawatimizi majukumu yao ya kisheria, basi hatukukaa tu, tumechukua hatua hiyo ambayo sasa imefikia. Swala sasa liko Mahakama Kuu kama nilivyosema. Maombi, narudia tena, ni maombi, ni criminal application namba 8137 ya 2026 ambayo imepangwa kusikilizwa Jumatatu tarehe 20 Aprili saa 4 mbele ya jaji Morris.